ulikuwa unazungumza mwanzo kwamba kuna wafanyakazi wengi wa serikali na taasisi mbalimbali wana changamoto ya afya ya akili. Ni kwa sababu gani, na mtu anaweza kumsaidia vipi ndugu yake ambaye amemkuta na hiyo changamoto, au yeye anaweza kasaidikaje? Okay. Kwa nini mostly civil servant wanakuwa na shida kama hiyo? Kwa sababu everyone, yani kila mtu kuna neema amepewa na Mungu, na hiyo neema ndo amepewa aje, yani amepewa kusudi la kufanya, alafu alete mabadiliko kwenye jamii yake. Yes. Na mabadiliko hayo sio ya kawaida. Sasa unapokuwa na vitu vingi, uelewa mkubwa, lakini umebanwa. For instance, kuna visamaki vinaekwaga kwenye maji kama decorations. Yeah. Wale samaki wana uwezo wa kukua, lakini kwa sababu ya namna wamewekwa kwenye eneo dogo, they believe that is them. Kwa hiyo at the end wanabaki kwenye hali hiyo. Sasa in the same manner, asipopewa nafasi ya kuongezeka, akaona anaweza kumove from one place to another, anahisi that's the life. Okay. Sasa ndivyo ambavyo it's not like you can end there. Okay. You can explore. Lakini kwa sababu anataka security na serikali imempa security ya kazi, anaona that's life. Alikuwa anataka labda 700,000, ndo anaipewa. Anafunga ndoto zake, lakini ndani ndoto bado ipo. So ndoto ndani inakupush, lakini sasa mazingira yamekubana. At the end, psychologically, you are not exploring the big things that you have. So at the end lazima uwe frustrated. Hiyo pia inahusisha watu ambao pengine anakuwa ana maono ya kufanya, ukuta pengine ni senior yupo chini manake, afu kuna kiongozi wake yupo juu. Ana maono kwamba nikitoa wazo hili litafanya vizuri na kutoa matokeo kwenye taasisi au kwenye nafasi ambayo yupo, lakini inamfunga na asiweze kutoa mawazo yake. Hiyo pia inaweza kuwa sababu. Yes. Inaweza kuwa sababu, kwa sababu mostly people are intimidated with great things. Yeah. Kwa hiyo senior akiwa na advice nzuri, junior anaona ni threat like. Yeah, okay, senior ni mkubwa, junior ni mdogo. Kwa hiyo senior au junior akiwa na mambo makubwa ya kusema, anaona huyu senior akipokea tu hivi, kwanza anaweza akasema ni la kwake. Na sasa yeye ndo supervisor wangu, akija kuniambia niletee ile document uliyosema umeandaa niende nikapresent kwa wakubwa, utamwambiaje hapana, na wakati anaweza akakuharibia mambo. So unajikuta ni kitu ambacho unacho, lakini is it going to be mine? Am I going to nitakuwa involved? Kwa hiyo nitapewa credit zangu. Yes. Ukishaona hivyo, kama hii 700,000 inanitosha, basi niendelee nayo. Okay. Lakini unafunga kitu. So kuna ile namna ambavyo your dream is your dream. Usijali environment iliyokubana. If you can do it, you can write. Kwamba I always tell people, ndio umeajiriwa na serikali, lakini una ndoto. Unaporudi nyumbani, wako ni ndoto. Itafika siku opportunity itajitokeza, you will have a place to talk. Ukipata utatoka. Serikali yenyewe sasa itaanza kukutafuta bwana, hebu njoo tufanyie hiki. Lakini ukijibana ukasema hautafika mbali. So yes, work, do best, lakini ukirudi nyumbani fanya za kwako. Endelea kukuza kile cha kwako. One day an opportunity will come na utaweza kumove. Na hiyo pia itakusaidia hata kuondokana na masuala ya matatizo ya afya ya akili, msongo wa mawazo na nini. Kwa sababu most msongo wa mawazo unatokana na nini? I know I am big inside, lakini nafikaje kule? Sioni njia, naona giza tu. Of which ukiwa na the right people to tell you the right thing, msongo wa mawazo unaondoka. Msongo wa mawazo unakuja kwa sababu ya kile, okay, natamani kupendwa, lakini naona kama sipendwi ninavyostahili. Naona mimi nastahili kupendwa, mbona natoa vingi lakini sipokei? Msongo wa mawazo unaanza. Kwa hiyo mostly ni pale I'm giving too much, I'm not receiving back, na najua I desire au I deserve to be given much. Okay, huyo ni mtaalamu. Unaleta kuongeza mfano? Sawa, huyu ni mtaalamu Trace Robert, anatuelekeza mengi, na kama umeweza kutusikiliza basi nashukuru sana, kwa sababu naamini